نعم، أهلا وسهلا ومرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعدكم شكر الله الكريم لكم تكيا سألنا سلام بنا محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, ni siku nyingine Allah ameweza kutufikisha, tumeweza kuonana tena katika kipindi chetu hichi adhim cha darasa la awali kujifunza Qur'an, si kwa uwezo wetu, si kwa ujanja wetu, si kwa kupenda kwetu, isipokuwa ni kwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Semeni alhamdulillah kwa uchache wa shukrani. Ndugu zangu katika iman, kabla ya kuendelea na kipindi, kwanza huwa tunakumbushana kitu kidogo tu, walau kwa nusu dakika. Alafu tunaendelea na kipindi chetu, huku tunaendelea kuangalia wengine wanaendelea kujoin. Tukumbushane kitu kimoja, ndugu zangu katika iman. Ndugu zangu katika iman, anasema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, anasemaje? Khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama, mbora wenu mwenye kujifunza Qur'ani basi na yeye mbora mwenye kujifunza Qur'ani basi na yeye afundishe. Umesoma Qur'ani, fundisha. Unajua maneno ya Allah, basi fundisha. Usibaki nayo wewe tu ukasema hii ni elimu yangu nilihangaikia, hii elimu yangu niliteseka nayo, hii elimu yangu nilihaso kuipata. Wewe hujataka kupiga goti, kwa hiyo siwezi kukufundisha. Hapana, itakiwi hivyo. Tunapaswa tuweze kufundisha kile ambacho tumekisoma au tumefundishwa. Sisi tumefundishwa, tumejua, basi tunataka tufundisha. Hata kama ni wewe pia umesoma, umefundishwa, umetakharraji, sasa umejua, basi fundisha na wewe. Usikae nayo hivi hivi. Hiyo ni kwenye familia yako, hiyo ni kwa watu binafsi. Toa elimu ambayo unayo. Hivyo ndivyo inatakiwa, na ndivyo hivyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anataka tuweze kuishi kupitia Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, soma, umejua, umepata maarifa, fundisha na wewe. Usikae hivi hivi. Fundisha, toa kile ulichofundishwa. Kwani anasema mtume pia, lan tazula qadamun 'abdi yawm al-qiyamah, hautosimama unyayo wa mja siku ya kiyama, hata yusala an arba'a khisali, pakaulizwa maswali manne. Miongoni mwa hayo maswali, wa an ilmihi fima afna, wa an ilmihi madha amila bi, na elimu yako umemuelimisha nani? Umesoma, umepata elimu, je, ukamuelimisha nani? Mara baada ya kupata elimu hiyo umemuelimisha nani? Sawa, umesoma, wewe ni msomi, tunakujua ni msomi. Je, kutokana na hiyo elimu yako, je, umemuelimisha nani? Lazima tujue umemuelimisha nani. So unasema tu mimi msomi, kinara usomi, sawa. Je, umemuelimisha nani? Kwa ndugu zangu katika imani, hicho ulichojaliwa, elimu ambayo umejaliwa, basi fundisha na wewe, ili siku ya kiyama usije ukaulizwa hilo swali alafu ukababaika, usijue namna ya kujibu. Alhamdulillah, tutosheke na hivyo. Basi tunaendelea na klasi yetu ya leo biidhnillah ta'ala. Nimesikiliza voice note, alhamdulillah, mashaallah. Wallahi watu wanajitahidi sana, nimeona juhudi na jitihada na bidii kubwa. Japo kuna watu wengine hawajai kutuma voice hata siku moja, lakini najua kuna watu wanajiamini, ndio maana hawajai kutuma voice, yani wanajua kile wanachokisoma kiko sahihi. Inshallah siku akituma, inshallah tutapatana huko kwamba vipi imekuaje katika usomaji huo. Lakini mashaallah usomaji ni mzuri, watu wanajitahidi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, karibu Sheikh.
Kwa hiyo naona watu wanajitahidi sana katika voice, mashaallah. Tuzidishe juhudi na jitihada inshallah. Haya, pale tulipoishia jana, leo tunaendelea. Zoezi limeenda vizuri actually kwa wale walituma voice kwenye zoezi. Limeenda vizuri kwa wale ambao, kuna wengine wametuma voice late, kwa hiyo sijazisikiliza. Sisi tunafundisha kidogo watu wengi. Kwa hiyo unakuta labda muda mtu anaanza kutuma saa 11, unakuta saa 11 nishaanza kuingia class kwa baadhi ya watu wengine nafundisha. Sasa kama nimeanza kuingia class kuanzia saa 11, kwa hiyo ikija saa 11 ile saa 12 kidogo napata muda mchache sana wa kusikiliza. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, kama ni asubuhi fursa imepatikana, wewe tuma mara moja, mimi nitapitia kule katika group. Au kama unaona msikilize sana, basi hakikisha unanitumia hata voice kwenye private number yangu, basi inbox, tunaendelea. Naam dada, alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tunaendelea leo kipindi chetu. Tunaendelea na salamu kwa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay. Leo tunaingia kasra. Yaani hapa hakuna kusubiria nyuma, tunaendelea na kasra. Tunaendelea na kasra. Tunaendelea na kasra. Jaribu kuweka mitambo vizuri hapa. Okay. Haya. Tupate mwongozo wa kasra hapa. Mwongozo wa kasra anasema second is kasra. The second one is kasra, ambayo ni haraka. The way it's written, inavyoandikwa kasra inakuwa iko chini mwa herufi. Kasra inakuwa iko chini ya herufi, kama tunavyoona hapa. Hichi kitu hapa, hii ndo kasra kama ilivyo tu fatha, lakini yenyewe inakaa chini ya herufi. Inakaa chini ya herufi. Na mfano wake akasema, umeona ba imekaa chini yake, ba kasra b, ba kasra b. Hiyo ndiyo kasra, inakaa chini ya herufi. The way of pronunciation, kasra is pronounced by dropping the lower jaw. Kasra. Ubao ustaze uonekani. Hapo muonekana? Ine tunauona. Bado. Sio waona na network kwake. Okay, basi jitahidi kukaa kidogo kwenye network nzuri kama ubao uonekani. Na wengine wanaona. Okay. Una drop the low jaw. Kasra. Umeona? Ba fatha ba. Unadondosha kidogo. Ba. Umeona? Ba fatha ba. Ba. Yaani mdomo unaudondosha hii sehemu ya chini ya taya, unaidondosha. Hapo nadhani ndo alichokimaanisha. Kwa hiyo tunaendelea moja kwa moja. Hapa ni alif, amza kasra i, ba kasra b, ta kasra t, tha kasra fi, jim kasra ji, ha kasra hi, kha kasra khi, dal kasra di, dhal kasra dhi, ra kasra ri, zal kasra zi au za kasra zi, sin kasra si, shin kasra shi, swad kasra swi, dad kasra di, ta kasra ti, dad kasra di. Hapa tuelewane vizuri
sio kasema nimetamka herufi moja. Swad, dhad, swad, dhad, swad kasra swi, swi, dhad kasra dhi, dhi, ta kasra ti, ti, dha kasra dhi, dhi, ain kasra ai, ai, ghain kasra ghi, ghi, fa kasra fi, fi, قاف قاف كسرة قي قي قاف كسرة قي قي كاف كسرة كي كي لام كسرة لي لي ميم كسرة مي مي نون كسرة ني ني ها كسرة هي هي واو كسرة وي وي يا كسرة yi. Narudia tena ndugu wasikilizaji na wanafunzi kwa ujumla. Alif, hamza kasra i, ba kasra bi, ta kasra ti, tha kasra fi, jim kasra ji, ha kasra hi, kha kasra khi, dal kasra di, dhal kasra dhi, ra kasra ri, zal kasra zi, sin kasra si, shin kasra shi, swad kasra Shekhe, toka tumeanza mpaka dakika hii si uone ubao? huo ni ubao. Hapo ndio umeanza kuja. Toa video. Haya, hapo naona Yakubu Katoka dogo akataki kutanuka. Gusa alafu expand. Gusa alafu expand hapo hapo. Tuendelee shekhe. Nimepotea. jim kasra ji, ha kasra hi, kha kasra khi, dal kasra di, dhal kasra dhi, ra kasra ri, zal kasra zi, sin kasra si, shin kasra shi, swad kasra swi, dad kasra di, ta kasra ti, ضاد كسر ضي عين كسر عي غين كسر غي فا كسر في قاف كسر قي كاف كسر كي لام كسر لي ميم كسر مي نون كسر ني ها كسر هي واو كسر وي ya kasra yi. Hizo ni herufi ambazo zimewekewa fatha hapo mwanzo mpaka mwisho. Herufi ambazo zimewekewa fatha. Tunasema unaposoma fatha kasra. hiyo ni kasra. Herufi ambazo zimewekewa kasra. Tunaposema kasra, umeona unadondosha taya kasra. Alif kasra i, ba kasra bi, ta kasra ti. Hiyo ndio inavyoenda, unadondosha mdomo kidogo. Hii inaeleweka kwa kuwa tulishaenda kwenye fatha. Hii ni kasra, lakini tujue kwamba kasra inakaa chini ya herufi kama tunavyoona. Kasra inakaa chini ya herufi. Naam, swali. Swali. Okay, naona labda makosa. Kwa hiyo inakaa chini siku zote. Kwa hiyo ukiona hichi kialama ambacho kimekaa hivi kinakaa chini ya herufi kama tunavyoona. Kaf kasra ki, qaf kasra qi, lam kasra li. Lazima ieleweke.
ha kasra hi, nun kasra ni, waw kasra wi, ya kasra yi. Nadhani itakuwa imeeleweka. Isikuchanganye namna ya kusema kasra, unaachia kidogo kama inadondoka kasra kama hivyo. Nadhani hapo nitakuwa nimeeleweka namna ya kupronounce kasra. Sijui kama kutakuwa kuna chochote au swali namna ya kupronounce kasra, niulizwe kabla sijaendelea na herufi za kuungana. Uendelee mwalimu. Okay, tuendelee. Bas, kama tuendelee, tunaendelea kama ifuatavyo. Haya, tunaendelea. Angalia sasa hivi sasa ilivyo imekuja tofauti kidogo. Ilivyokuja tofauti, unaona herufi zinakaa katikati kama hivi, ili kutofanya kitabu kikawa kikubwa na kutokuandika vitu vingi, yani ni uchache tu yenye kueleweka. Alif amza kasra i. Alif amza kasra i. Ra fatha ra. Mim fatha ma. Sio ubao umekataa kabisa kwangu. Okay. Hapo mkubali Shekhe, kwangu leo ubao umenikatalia kabisa. Hapo ujaja. Takuwa ni kuna shida kwa upande wako. Atoke online. Labda atoke afu aingie tena. Toka uingie she. Haya. Okay, tunaendelea. Alif amza kasra i, ra fatha ra, ira, mim fatha ma irama. Hapo kashamaliza kwenye alif. Ba kasra bi, ha fatha fa, ha fatha ha, ha fatha ha, ba kasra bi, ha bi, ta fatha ta, ha bi ta. Alif amza fatha a, ba fatha ba, ta kasra ti, abati. Waw fatha wa. Tunaendelea hapo. Okay, waw fatha wa. Waw fatha wa. Ra fatha ra, wara. Ta fatha tha, waratha. Ta kasra ti, warathati. Kama tunavyoona hapa ilivyoandikwa warathati. Okay, jim kasra ji. Ta fatha ta, jim kasra ji, taji. Dal fatha da, tajida. Ha kasra hi. Ra fatha ra. Ha kasra hi, rahi. Mim fatha ma, rahima. Okay. Ba fatha jim kasra ji. Ba fatha ba, jim kasra ji, baji. No, sorry, ini kha kasra khi, bakhi. Lam fatha la, bakhila. Okay. Dal kasra di. Ra fatha ra. Dal kasra di, radi. Fa fatha fa, radifa. Dal kasra di. Alif amza fatha a. Dal kasra di, adi. Nun fatha na, adina. Ra kasra ri. Alif amza. Alif amza fatha a. Ta fatha ta, atha. Ra kasra ri, athari. Zal kasra zi. Fa fatha fa. Fa fatha fa. Zal kasra zi. Fa fazi. Ain fatha a. Fa fazi'a.
sin kasra si si, kha fatha kha kha, sin kasra si si, khasi, ra fatha ra ra, khasira. Narudia mwanzo. Alif amza kasra i, ra fatha ra ra, ira, mim fatha ma, irama, ba kasra bi, ha fatha ha, ba kasra bi, habi, ta fatha ta, habita, ta kasra ti, alif amza fatha a, ba fatha ba, aba, ta kasra ti, abati, ta kasra ti, waw fatha wa, ra fatha ra, wara, ta fatha tha, waratha, ta kasra ti, warathati, jim kasra ji, ta fatha ta, jim kasra ji, taji, dal fatha da, tajida, ha kasra hi, ra fatha ra, ha kasra hi, rahi, mim fatha ma, rahima, ha kasra khi, ba fatha ba, kha kasra khi, bakhi, lam fatha la, bakhila, dal kasra di, ra fatha ra, dal kasra di, radi, fa fatha fa, radifa, ذال كسر ذي, alif amza fatha ذال كسر ذي, adhi, nun fatha na, adhina, ra kasra ri, alif amza fatha tha fatha tha, atha, ra kasra ri, athari, zal kasra zi, fa fatha fa fatha fa, zal kasra zi, fa zi, ain fatha fa zi'a, sin kasra si, kha fatha kha, sin kasra si, khasi, ra fatha ra, khasira. Okay, nadhani hapo iko sawa, hapo. Huku chini inaendelea, lakini tukomee hapo kwanza, maana hili darasa sio refu. Maliza hapo, tunaingia kwenye exercise. Darasa moja exercise, alafu tunaingia dhamma. Haina mambo mengi sana kama ilivyo fatha. Okay, sasa hapo tayari tushamaliza. Tumepractice kitu ambacho tulitakiwa kukipractice, ambacho ni fatha kasra. Kwa hiyo ndugu zangu katika iman, narudi kwenye sherhe kidogo katika uunganishwaji wa herufi ili isiweze kutusumbua kidogo. Irama inaeleweka, iko sawa kabisa, inaonekana vizuri. Irama. Habita, angalia ta inasimama vile vile mwisho, na ta ikiwa mwanzo inakuwa kama hivyo. Angalia ha ilivyo, angalia ba ilivyoungana na ha, isikushinde. Yani neno kama hili lisikushinde ukakutana hii nini, hapana. Unanyosha tu maelezo, habita kama inavyoonekana. Hii ni ta. Abati, simple and clear, inaonekana abati ndio hiyo hapo, na hii haina mambo mengi. Okay, warathati, angalia ta, ita marbuti ilivyo huku mwisho imekujaje.
Isikupe maswali mengi, ustazi, kwa nini imekuwa hivyo? Tushasema hiyo ta inakuwa ni taul marbuti ambayo inasimama kama inasimama kama dhamiri ya kike, alafu pia ukikutana nayo katikati ya nili hausimami, unaunganisha, uweke kituo. Okay, kwenye neno warathati, hii inajulikana tu hapa. Umeona hapa ilivyofungwa kwa hapa, warathati, very simple, inaeleweka. Ta alafu ikaja ikapigwa taa moja hapo ambayo kama hivyo inaonekana. Tajida, neno tajida, ta fatha ta jim kasraji taji, al fatha da tajida. Angalia ta ilivyoekwa hapa juu, imeanza kwanza juu yenyewe. Hapa lazima ufundi kidogo kuangalia vizuri. Angalia hapa yenyewe ilivyoanzwa hapa yenyewe. Ta lazima uwe makini sana. Mwaneo ta yenyewe. Ramadhani, swali. Mwalimu hapo kwenye tajida hizo sawa, hapo herufi zipo mbili, hiyo ta na hiyo ji. Ndio. Lakini mimi imenitatiza hapo, herufi hiyo inaonekana kama kaf. Herufi ile ya kaf ambayo inaanza kaf. Kafu huwa ikoje shehe? Kafu ina sifa gani? Kafu ikiwa inaanza hii ina maana kafu kama ikiwa katikati. Shehe, kuna sauti nyingine naona ina disturbance. Naam, kuna sauti nyingine sijui ni ya nani, sijui naona inafanya disturbance. Na voice ya TV. Naweza kupunguza shehe kidogo, afwan. Hapo nasikika vizuri. Nyingine sasa inatoka, kuna sauti ya kwako na sauti nyingine sijui ni ya TV na inasikika sana. Tatizo humu kuna mtu kaacha TV iko sauti ya juu. Ustazi Okay, tuongee mmoja mmoja, nadhani itakuwa haula zaidi kwa maelekezo au maoni. Sherama hapo nasikika Sham? Unasikika. Hii sasa hii taa na ji. Ndio. Hii herufi yake imenitatiza, naona inafanana na kaf. Okay. Yaani ilivyo inakuwa kama kwangu mimi ninavyoiona kama kafu nilivyosoma kule na nichanganya. Okay. Sasa nataka unijulishe ili nijue kama ni herufi mbili tofauti na naangalia kitu gani. Okay. Naam. Okay, kafu tulisema inakuwa na kafu, tunasema ina kama amza pale ambapo ikiwa mwisho au ikiwa katikati inajitegemea. Asalamu alaykum. Swali basi ustazi. Naam. Kwenye kaf inakuwa hiko hivi. Hiyo ni kaf. Kaf inakuwa iko hivyo. Lakini hapa tajida tunaona inafanania na kaf, lakini hatuwezi kusema ni kaf kwa ajili kafu haina nukta tatu juu, haina nukta mbili juu, wala haina nukta chini. Kwa hiyo utakachotakiwa ni kusoma kitu ambacho unachokiona chenye mithili ya kufanana nayo. Umeona? Alafu kaf hii hapa ingevutika kidogo. Alafu hapa isingejikucha. Umeona hapa kuna kitu kama kimejikunja. Umeona? Kaf ingeanza hivi, alafu ingeshuka hivi.
Shehe, umepotea jumla na wewe huko. Nataka kuuliza tatizo kwangu au wote jamani? Hapa naona ni kote sasa hivi. Ni kote, hata huko hamna. Wote. Itakuwa ustazi alipo network midai inakuwa ni mbaya sana. Ila alichokuwa anaongea, tuendelee kueleweshana. Alichokuwa tunasema mwanzo, alichokuwa anasema ustadhi hapo, kuangalia hivyo vidoti. Hivyo vidoti vina maana kubwa sana. Kwa hiyo pale kama hiyo Amerudi. Ustadhi amerudi. Shehe, labda na mimi nikusaidie kidogo. Ndugu aliyeuliza swali kwenye hiyo herufi iliyoko pale, anaposema kama ni kafu, mimi naona yeye ndiye anayejichanganya wala sio shehe, kwa sababu labda azungumzie ha ndio zinaweza kusema zina mwelekeo baada ya kuwa ile ha ikiwa imegeuzwa, lakini kwa kuwa hapo ukiangalia kafu haipo kabisa. Kafu ya doti mbili juu haipo na wala kafu ya doti moja haipo, isipokuwa akitumia kama ha, ninaweza kujaribu kumwelewa kwamba inaweza kumchanganya kwa kuwa itakuwa imelala. Lakini ikishalala hapo, ukiangalia juu yake kuna kadoti kadogo sana kanakobana ili kuibadilisha kuwa ta, kwa sababu ya doti mbili juu. Hapo Sheikh Ayubu nimekusoma, ila sasa hapa bado kunanitatiza, hizi herufi ziko mbili. Sasa na kingine ambacho ninachotaka kukijua, ipi ya mwanzo kusomwa, kati ya juu au ya chini? Ukitaka kusoma unaanza kusoma ipi, ya juu au ya chini? Ndio nataka kujua na hicho. Unaanzia ya juu, tajida. Ukitaka kusoma herufi zilizoungana, angalia herufi inayoanza. Kama hujaza imeanza G, lakini sababu imeanza ta. Nafikiri dada yangu amesha kujibu hapo. Jamani, ustazi ampotea. Katuachia ubao tuongee sasa, si tujifunze wote. Mimi naingia saa hii sasa, nifundisheni kidogo. Haya, mimi nimeona mashallah mmeelezeana vizuri. Mimi sina tena la kuongeza kwenye hizo, labda tu muendelee kuuliza maswali, lakini brother Yakub na sister Sona au sister Hawa I think waliojibu swali wameelezea vizuri mashallah. Allah alipe kila la kheri. Naona uelewa wenu unazidi kuwa mkubwa zaidi. Barakumullahu fika. Haya, kama kutakuwa kuna swali katika hilo. Haya, naendelea, nilikuwa natoa sharhi kidogo. Haya, kwenye hii tajida kama tulivyosoma hapa, imetangulia ta. Ingetangulia jim, basi na hapa ungesoma jim the same. Kwa kuwa hapa imetangulia ta, hapa the same pia ni ta inaanza. Ingetangulia jim hapa, hii jim ingekuja hapa, basi ungeanza hivyo jim. Jitada ingekuja jitada, hivyo. Lakini hapa ni tajida, the same hapa unaanza na tajida. Kidogo yani hii wakati unasoma una relax. Ukirelax mashallah vitu vinaenda tu taratibu mashallah. Pia unaelewa vizuri kama Sheikh Ramadhani ulivyoelewa na swali ulivyouliza. Mashallah, kwa hiyo naanza tajida hivyo hivyo. Haya, rahima hivyo hivyo ni rahima kama inavyoonekana short and clear.
Okay, warathati. Warathati neno ni hili hapa. Warathati. Hivyo hivyo. Waurathata. Khalas, umemaliza. Okay, okay hapa. Umeona hapa? Hapa ndo hivyo hivyo kama ile sasa. Unaweza kusema kama kafu, imekaa kama kafu. Lakini kafu inakuwa ni ndefu zaidi. Kafu inakuwa ni ndefu zaidi. Yaani hichi kimwanzo hapa mwanzo hapa na hichi kama kimeshuka chini hivi. Kafu haina kisharp kama ilivyokuja. Ngoja labda tumrudishe nyuma shehe. Kidogo anaweza akapata ibra akaona. Umeona kafu? Kafu hii hapa. Kafu inakuwa ni refu zaidi na inakuwa kwenye mstari ulionyooka kama barabara, yani imekuwa ndefu, alafu kona kali, sharp corner, tunasema kuna sharp corner, alafu tena imenyooka tena. Umeona hiyo ni kafu na haina nukta juu wala chini. Hiyo tumeelewana. Kwa hiyo kile kimkato hapa kama brother Yakubu alichosema kina present herufi fulani, yani kama vile kinawakilisha herufi fulani ambayo ni tarajiwa kuwekwa pale au nimewekwa pale. Nadhani hapo nitakuwa nimeleka kwenye kafu. Umeona kama hapa ilivyo kafu ilivyo. Kwa hiyo mwenyewe kwa macho yako unaona kabisa kuna tofauti kati ya hii, angalia vizuri, kati ya hii na hii hapa, yani very different. Nadhani unaona kabisa ni kama baina samai wal ardhi. Umeona ya kafu inakuwa inaenda hivi, alafu inarudi hivi, alafu kuna sharp corner, alafu inaenda. Sio, nimeonekana? Kwenye kaf inaenda hivi, inarudi hivi, alafu kuna kona, alafu inanyoosha. Nadhani nitakuwa nimeeleweka. Okay. Kama nimeeleweka basi naendelea. Tajida. Okay, hiyo tayari. Umeona hii ni bakhila. The same. Usije kusema hii ni kaf. Hiso kaf. Maana hapa hivi tunaona kuna ba imetangulia kama hapa juu tu ilivyo kwa bakhila ya herufi moja moja. Na hapa the same. Ba ina nukta moja chini. Kha ina nukta moja juu. Bakhi. Lam fatha la. Bakhila. Khalas, inaeleweka. Ra fatha ra fa kasrat fi wa ra kasrat ra fatha ra dal kasrat di wara raddi fa fatha fa radifa. Inaeleweka hivyo hivyo kama huko radifa, na hapa the same radifa. Adhina the same adhina. Athari fa na re zimeungana. Fazi'a fa wa fa zimeungana, waza imeungana, aini imejitegemea. Sasa khasira zote zimeungana. Okay, natumai hapo utakuwa tumeelewa. Aliyechelewa inshallah atasikiliza na nili kwenye group kule ikitumwa, alafu pia inshallah biidhnillah utasoma kile ambacho umejaaliwa katika usomaji. Usomaji wa hii chagua mbili. Ziko ngapi? Ziko 4. Chagua mbili. Ziko 4. 1, 2. Herufi ngapi tumesoma? Hamza, alif, ba, ta, jim, ha, kha, dal, dhal, ra, za na sa. Sina sin. Kwa hiyo chagua kati ya ipi? Kati ya alif na kuendelea mbele. Kwa hiyo utasoma alif, ba na ta. Utasoma ta, jim na ha. Khalas, umemaliza. Au usome kha, da na dha, au usome ra, za na sa. Unachagua kati ya moja. Kwa utasoma, unaweza kusoma jim, unaweza kusoma ra na kha. Basi. Okay, swali. Je, nikiangalia zile ambazo nakuwa ndo ngumu kwangu kuzitaja, alafu nisifate mtiririko yani wa mstari, niangalie hapa ndo pagumu kwangu alafu nisome, inafaa? Fabiha wa neema, unasoma tu. Hakuna shida. Hizo zinazokushinda ndio za kusoma ili tupate namna ya kurekebishwa. Hata hivyo ndo nilichomaanisha. Okay, mashallah.
Okay, safi kabisa. Naona msisitizo unakuwa mkubwa. Brother Yakubu anaweka msisitizo, anasema yani unatakiwa usome hizo. Atakuwa mwalimu wangu baadaye. Unamwambia, unatakiwa mwambie brother Yakubu, Mungu akulipe kila la kheri. Asante kaka yangu. Asante sana kaka yangu. Lakini shekhe, usinipambe mimi bana, ndo najifunza hivi, sijafika mbali. Wewe mwalimu wetu pia wewe. Mashaallah, wote hapa tunafundishana. Mimi nasaidia tu kushika maua. Mashaallah. Ndio inatakiwa hivyo shehe. Shehe, tunaomba ubao asubuhi na mapema. Amin, inshallah. Ubao na utuma sasa hivi tu kimaliza hapo. Haya, basi hivyo tunaenda nayo hivyo. Na kasra haina vitu vingi. Naam. Hebu naomba urudie hapa kwenye faa. Okay. Naona ile fatiha wala kasra. Okay, mmoja volunteer kusoma faa. Mmoja jitolee kusoma faa. Pale kwa ambapo kwenye dhali. Fa. Kwenye ra alafu inakuja za. Alafu ya chini iliyoungwa au ya juu. Msomee yote tu. Fa fataha fa fataha fa za dhal fata dha fa dha ain fata fa dha. Hiyo ni kasra. Hiyo zali ni kasra. Sasa hapo umechapia kidogo. Ndo hapo sasa. Zali kasri. Zali kasra. Zal kasra zi. Fazia. Hivyo. Naona nilikuwa nimemaximize sana, kwa hiyo hii fatha dada hakuona kwenye fa. Hii kidogo maximize sana, naona kuna baadhi ya herufi zinakuwa kama zimekatika, kwa ndio maana ukashindwa kusoma. Lakini ya macho madogo. Kwa hiyo ni fa zi a. Tunachoconsider hapa ni kasra. Kwa hiyo hii fatha tushazisoma, kwa hiyo hapa alichomaanisha ni hii zal ina kasra. Fa zi a. Hebu soma ambayo umeuliza swali. Fa fatiha fa fatiha fa dha kasila dha za kasila dhi za kasila dhi. Rudia tena. Fa fatiha fa fatiha fa dha kasila dhi fa dhi. Mmoja amweke sawa dada, kama umegundua kuna kosa gani. Ameiacha ain fataha. Ain hajaimalizia. Yani mimi shida yangu ilikuwa hizi mbili, tatu hizi ndo zilikuwa zinanitatiza. Okay, mashaallah, lakini pia uliposoma hapo kuna kitu hakijakaa sawa pia. Kwenye dhi. Zi. Yaani ile zi unaitaja udhibiti ulimi alafu toa hewa. Dhi kasira dhi kasira dhi. Kama unafanya vibration. Ufanyie ulimi vibration. Zi. So zi. Yaani kama unasema zizi, sema zizi. Vivi. Yaani nisingate ulimi. Usingate. Unajua zizi la ng'ombe? Zizi. Dada. Zi kasila zi. Unajua sema zizi la ng'ombe. Zizi la ng'ombe. Ni wewe kwani mwingine kasema? Mtumiwa na mtoto wake.
Zizi la ng'ombe. Wengine tuzime mic ili tusikilizane, mmoja asome. Okay, zizi. Umeona kabisa ni very simple. Zizi. Sasa ikija labda kwenye Kiarabu huko ndo unasema this. So zizi. Labda anatamka ze. Okay. Ustazi utanijaribu pia. Aitamke ze, tamrahisishia ze kasra zi. Zi. Ze kasra zi. Zi. Ukifanya mazoezi ya kutamka nenda zizini, useme vivini. Usema vivini itakuwa kidogo inaleta mkanganyiko. Vivini nini? So zizi. Simuona mimi nimeachama mdomo na meno ya mbele yote yanaonekana. Zizi. So zizi. Okay. Zizi. Kwa hiyo ile bwana fafazi. Umeelewa? Mashaallah, barakallahu fik. Kama umeelewa, Allah akufungulie milango fahamu na akupe jitihada zaidi, na usisite kutafuta elimu ya Allah na ongeza juhudi na bidii zaidi. Mashaallah, unajifunza. Usio kaona nimekwambia huyu mjibu, hapana, na atengenezea confidence. Hata wewe ulivyouliza umepata mbona kama lakini umeuliza mashaallah, alafu mwanafunzi akakujibu, alafu baadaye mwingine akajibu, alafu mwingine akapata tena. Kwa ile inajengea pia confidence ya wanafunzi, pia kufundishana wenyewe, kuelekezana wenyewe. Saa nyingine utakuta kwenye group huko labda mtu katuma, lakini mashaallah mimi labda niko busy, si ndio? Alafu nikiwa busy kule unakuta labda unasema ustazi yuko busy, ngoja nimuulize hata mwanafunzi mwenzangu, shehe bana, naomba nisaidie hii hapa. Jana nadhani wewe kidogo mwanafunzi mwenzako bana, hii inatamka hivi labda saa nyingine something like that. Kwa hiyo inatengenezea confidence wenyewe kwa wenyewe. So kama nasema ustazi kaniambia tena huyu kamjibu badala ajibu yeye, hapana. Hii inatengeneza confidence, pia inapima huyu kweli imeeleweka hii au hii haijaeleweka. Basi mashaallah, shukran jazila, barakumullahu fikum. Tuishie hapo, nitatuma ubao, watu watume voice. Wanaume ni wavivu, lakini jitahidini. Wakina mama mashaallah, wakina mama wanatuma voice 5. Mtu mmoja anatuma voice 5, mashaallah. Allah alipe kila la khairi. Basi kupitia hapo tuailishe kipindi chetu inshallah mpaka kesho Allah mpaka kesho kutwa, ina maana Jumatatu, mpaka Allah atakapopenda inshallah. Basi usome dua ya kumaliza kipindi chetu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa qina adhabad din للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات. رب زدنا علما ورزقنا فهما وعلما نافعا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا أرحم الراحمين برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلمني نفسي طرفة عيني. أعوذ بك من كلها من شر ما خلق. إلى ظلم شيء في الأرض ولا السماء وهو السميع العليم برحمتك يا الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صومي والعصر قوتي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله، مع السلامة.